Innamal a'malu binniyat. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na darasa letu, na leo biidhnillah tutaingia moja kwa moja katika kuanza kuitafsiri aya hii, sura hii, Suratul Asri, ambao jana katika utangulizi tuliongelea fadhila zake na tukaongelea mambo mengi yanayofungamana na sura hii kama utangulizi vile. Na leo biidhnillah tutaanza kuitafsiri, lakini kama tulivyoongea jana kuwa Suratul Asri ni sura fupi sana yenye aya 3, na sura katika Qur'ani fupi zinaanzia na aya 3. Kwa Suratul Asr ni katika sura fupi zaidi katika Qur'ani, ina aya 3 tu. Lakini kwa jana tulisema ni sura fupi, lakini ujumbe ambao umebebwa na sura hii ni mkubwa sana, mpaka al-Imam Shafi'i rahimahullah, kama tulivyozungumzia jana, akasema lau kama Allah tabarak wa taala asingeteremsha hoja yoyote kwa viumbe wake isipokuwa hii sura, basi ingewatosha. Au lau tadabbara an-nasu, walau watu wangezingatia hii sura hii na yale yanayopatikana ndani ya sura hii, la wasi'atuhum. Imam Shafi anasema la wasi'atuhum, basi ingewatosheleza kabisa. Kwa hiyo ni sura ambayo Muislamu anatakiwa akae kikao aielewe kwa uzuri. Ndugu yangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika sura hii, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah anaanza kwa kusema wal asri, na apa kwa al asri. Allah tabaraka wa taala anaanza kwa kiapo, anaanza kwa kuapa wal asri, na apa kwa zama, na apa kwa zama, na apa wal asri. Baadhi ya tafsiri zinasema hivyo, na apa kwa zama. Neno kusema na apa limetokea wapi? Neno kusema na apa, ukiangalia kuna wao na al-asr, lakini tunasema na apa, na apa. Hii wao wanasema wao al-qasam, ni wao ya kiapo. Na katika lugha ya Kiarabu kuna herufi wanaziita hurufu al-qasam, herufi za kiapo maarufu ambazo zinajulikana ni kama 3 vile. Kuna wao wal ba wat ta, wa hurufu al-qasam al-waw wal ba wat ta. Huwa wao kwa kusema wallahi au watallahi au wabillahi, hizi ni hurufu al-qasam hizi. Kuna Allah tabaraka wa taala hapa ameanza kwa wao ya kuapa, wal asri, na apa kwa zama. Allah anaapa kwa zama, na walillahi an yuqsima bima shaa min makhluqatihi,
Na Allah yeye anaapa kwa anayewataka katika viumbe wake. Allah ana haki ya kuapa kwa viumbe wake anaowataka. Allah ana haki ya kuapa. Ndio maana unakuta Allah tabaraka wa taala ameapa kwa viumbe vingi tu katika Qur'ani. Kwa hiyo hii ni kwa Allah tabaraka wa taala peke yake, ana haki ya kuapa kwa viumbe vyake anavyovitaka, anaapa. Na Allah tabaraka wa taala ukiangalia katika Qur'ani kaapa kwa viumbe aina tofauti tofauti, na nitakuja kuzungumzia kuna hikma gani Allah tabaraka wa taala kuwapia viumbe vyake. Kuna hikma gani hapa katika sura tuliyokuwa nayo? Allah tabaraka wa taala ameapa kwa zama au ameapa kwa wakati wa alasiri, lakini Allah katika aya nyingine ameapa kwa viumbe vinginevyo. Wanazuoni wanasema Allah tabaraka wa taala kaapa katika Qur'ani kwa viumbe vyake, lakini vile vile kuna sehemu ambapo Allah tabaraka wa taala kaapa kwa dhati yake yeye mwenyewe. Kuna sehemu katika Qur'ani Allah kaapa kwa dhati yake yeye mwenyewe. Wanawazuoni wanasema ni sehemu 8 katika Qur'ani nzima Allah kaapa kwa dhati yake, lakini sehemu nyingi katika Qur'ani Allah anaapa kwa viumbe vyake. Allah ameapa kwa dhati yake katika sehemu 8 tu. Katika surati An-Nisa aya 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Kwa fala wa rabbika, Allah hapa ameapa kwa dhati yake. Fala wa rabbika, na muapia Mola wako. Allah kaapa kwa dhati yake yeye mwenyewe. Surati An-Nisa aya 65. Na sehemu nyingine ambapo Allah kaapa kwa dhati yake, surati Yunus aya 53, qul wa rabbi innahu lahaqqun. Hapa Allah kaapa kwa dhati yake, surati Yunus. Na sehemu nyingine ni sehemu 8. Nimetaja surati An-Nisa, surati Yunus, surati Al-Hijr aya 92, Allah kaapa kwa dhati yake, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Surati Maryam aya 68, Allah kaapa kwa dhati yake aliposema fa rabbika lanahshurannahum washayatin. Surati Saba aya 3, Adh-Dhariyat aya 23, surati Al-Ma'arij aya 40, surati At-Taghabun aya 6. Sehemu hizi 8 hizi ndizo ambazo Allah ameapa kwa dhati yake, sehemu 8. Lakini sehemu nyingi katika Qur'ani, Allah tabaraka wa taala ameapa kwa viumbe wake. Kwa hiyo utaona viapo katika Qur'ani ambavyo Allah kaapia ni sehemu ndogo tu. Allah ndio kaapa kwa dhati yake, sehemu 8 katika Qur'ani, lakini sehemu nyingi Allah tabaraka wa taala kaapa kwa viumbe wake. Na kuna hikma kubwa Allah tabaraka wa taala kuwapia viumbe wake. Miongoni mwa sehemu ambazo Allah kaapia viumbe vyake, Allah kaapa kwa zama. Wazee wanasema miongoni mwa viumbe ambavyo Allah ameviapia ni zama. Zama ni kiumbe. Miongoni mwa zama alizoziapia Allah ni zipi? Wal asri wal fajri wal layli. Hizi ni zama hizi. Ama Allah kaapia muda wa alfajri, zama za alfajri, kaapia usiku, kaapia muda wa alasri. Hizi ni zama hizi. Allah ameapa kwa zama. Bali Allah tabaraka wa taala kuna sehemu
ameapia kwa viumbe vyake vya mbinguni ambavyo viko juu. Allah kaapia kaapia kwa nyota, wan najmi idha hawa, Allah kaapa kwa nyota, washamsi wa duhaha, wal qamar idha talaha, Allah kaapa was-samaa, kaapa kwa mbingu, was-samai, Allah kaapa kwa mbingu. Kwa almuhimu ninachotaka kueleza hapa kuwa Allah tabaraka wa taala sehemu kubwa anayoapia katika Qur'ani anaapia kwa viumbe vyake, isipokuwa sehemu ndogo tu Allah tabaraka wa taala ameapia kwa dhati yake, na sehemu ambazo Allah tabaraka wa taala ameapia kwa viumbe wake ni hii sura tuliyokuwa nayo ambayo Allah tabaraka wa taala ameapia kwa nini? Kwa viumbe vyake, kwa kusema wal asri, na apa kwa zama za alasiri. Ndugu yangu, utajiuliza kuna hikma gani? Kuna hikma gani Allah tabaraka wa taala kuapia kwa viumbe vyake, sawa sawa viwe ni viumbe vinavyopatikana ardhini au vinavyopatikana angani juu au viumbe ambavyo vinginevyo? Kwa kuna hikma gani? Ndugu zangu, hii Qur'ani tunapoisoma ni lazima tuwe tuna mazingatio sana, lazima tuwe tuna mazingatio sana. Tumesema hapa Allah ameapa kwa kusema wal asr, na apa kwa zama, na apa kwa zama. Allah ameapa kwa zama. Kuna hikma gani Allah kuapa kwa zama, Allah kuapa kwa viumbe vyake? Wanawazuoni wanasema kuwa hikma, miongoni mwa hikma hizo, laftul andhar ila azamati almakhluq. Kwanza kuna kuelekeza maono ya mwanadamu, kuelekeza kutambua utukufu wa kiumbe kinachoapiwa. Allah haapii kuapia usiku, kuapia nini jua, kuapia zama kama hizi, isipokuwa anataka sisi tuangalie utukufu wa hicho anachokiapia. Wal asr, na apa kwa zama, na apa kwa wakati wa alasiri. Muislamu anatakiwa akae na afikirie kwa nini Allah tabaraka wa taala anaapia kwa zama, anaapia wakati wa alasri. Huu wakati wa alasri una nini? Hizi zama zina nini? Lazima ukae ufikirie mpaka Allah kuapia. Sio kitu tu ambacho kinakuja tu kuwa hakina hikma ndani yake. Kuna hikma ndani yake kubwa sana Allah tabaraka wa taala kuapia zama. Na hikma nyingine, tashrif almuqsam bihi. Allah anaapia zama, anaapia kwa viumbe vyake, ni kutukuza kile kiumbe anachokiapia. Allah anataka akitukuze, na akitukize kwa kubainisha nini? Kwa kubainisha fadhila ya hicho kiumbe. Kina fadhila gani? Kina ubora gani? Au hicho kiumbe kina manufaa gani? Tumesema Allah anaapia kwa viumbe vyake, lakini kuapia kwa viumbe vyake Allah anataka kuonyesha kuwa hicho kiumbe kina fadhila gani, hicho kiumbe kina ubora gani, hicho kiumbe kina manufaa gani. Mathalan, Allah tabaraka wa taala unaweza kukuta katika sura moja ameapia zaidi ya viumbe viwili. Mathalan, suratu Tin, Allah ameapia kwa kusema watini wazaituni. Allah kaapia kwa tini na zaituni. Wanawazuoni wanasema Allah kuapia
hizi aina mbili za vyakula, libayani manfaatihima, kwa ajili ya kubainisha manufaa ya hivi vyakula viwili, tini na zaituni. Allah ameyapia kwa manufaa yanayopatikana katika hivi vyakula viwili. Hakuapia tu hivi hivi, kuna manufaa yanayopatikana mpaka Allah tabaraka wa taala kaapia watini wa zaituni. Baada ya hapo tena akaapia waturi sinin wa hadha albaladi amin. Allah akaapia tena miji miwili, sehemu mbili, waturi sinin, akaapia mlima wa Sinai, wa hadha albaladi amin, na akaapia kuwa naapia huu mji wa Makka, kaapia mji wa Makka. Kwa nini kaapia hii miji miwili, wa hadha albaladi amin? Kwa nini kaapia mlima Sinai na mji wa Makka? Kwa nini kaapia? Kuonyesha fadhila na daraja na utukufu wa sehemu hizi mbili. Mlima Sinai ni mlima ambao Nabiyullahi Musa ambaye amepewa nini? Utume. Na Makka ni sehemu ambayo mtume kapewa nini? Utume. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala, ndugu zanguni, anapoapia kitu akakiapia kitu, kuna hikma mbili. Moja ya hikma mbili, kwanza kuonyesha fadhila na daraja ya kitu hicho, pili kuonyesha manufaa ya kitu hicho. Si tumeelewana? Kwa Allah tabaraka wa taala, tukija hapa katika sura yetu, Allah ameapia kwa al-asr, wal-asr, na apa kwa al-asr. Na tumesema Allah ana haki ya kuapia kwa viumbe vyake. Ama mwanadamu asichukue sasa nafasi hii akasema kuwa na yeye ana haki ya kuapia. Kwa nini? Ana haki ya kuapia kwa viumbe vya nani? Vya Allah tabaraka wa taala. Wewe mwanadamu hauruhusiwi kuapia isipokuwa uapie kwa jina la nani? La Allah tabaraka wa taala peke yake. Sisi tumeelewana? Mwanadamu anatakiwa akiapia aapie kwa jina la Allah tabaraka wa taala peke yake, asiapie kwa kutaja viumbe vingine. Man halafa bighairi llahi faqad ashraka, yoyote ambaye ataapia kwa asiyekuwa Allah, mtu huyo amefanya shirki. Na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhu, kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tahlifu biabaikum, msiapie baba zenu, wala ummahatikum, wala msiapie kwa kutaja mama zenu. Mtu akasema mama yangu tena, baba yangu tena, nimfufue mama yangu. Man kana halifan falyahlif billah. Katika hadithi nyingine Mtume anasema yoyote ambaye anataka kuapia basi amwapie nani? Allah tabaraka wa taala. Wala tahlifu illa billahi, wala msimwapie isipokuwa mwapie kwa kutaja jina la Allah. Wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun, msimwapie Allah isipokuwa muwe nyinyi ni wa kweli. Kwa hiyo Allah ndiyo ana ruhusa ya kuapia anachotaka, ana haki ya kuapia kwa chochote katika viumbe vyake. Amma al-makhluq, ama kiumbe, ana haki isipokuwa amwapie nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu zanguni, hapa Allah tabaraka wa taala ameanza kwa kusema wal asri. Allah anaanza kwa kuapa wal asri, kwa kuapa wal asri, na apa kwa zama. Wanawazuoni wametofautiana, na hii inaweza kuwa ikhtilafu tanawwu la ikhtilafu tadad. Je, hii al-asri ni nini? Al-asri aliyoiapia
Allah tabaraka wa taala ni zama au ni wakati wa al-asri au al-asri ni nini? Baada ya hapo tutajua kwa nini Allah tabaraka wa taala, kuna hikma gani Allah tabaraka wa taala kuwapia kwa al-asri. Al-asri wanasema huwa ad-dahru kullu, ni zama zote. Allah kaapia kwa zama zote. Allah ameyapia kwa uhai wa dunia wote. Allah kaapia kwa zama zote. Allah ameyapia kwa muda wote. Allah kauapia uhai wote. Allah kauapia, yani ad-dahr, zama. Allah kaapia kwa zama. Kwa aqsama Allah bihi, Allah ameyapia kwa zama, lima fihi min al-ajaib, kwa yale yanayopatikana katika maajabu. Hizi zama tulizokuwa nazo, zama, muda ambao Allah tabaraka wa taala ametupa, Allah ameyapia. Kwa nini? Lima fihi min al-ajaib, kwa yale yanayopatikana katika maajabu. Muda huu tunaamka mpaka jioni, tunalala, usiku unapita, miezi inapita, miaka inapita. Huu ni muda huu, ndani yake kuna maajabu. Ndio hikma ya Allah tabaraka wa taala kuwapia. Maajabu yake ni nini ambayo mwanadamu bali Muislamu anatakiwa awe azingatie sana? Maajabu yake ni nini ya Allah tabaraka wa taala kuwapia hizi zama, kuwa ummatun tadhhab wa ummatun ta'ti, umma unaondoka na umma nyingine zinakuja. Haya ni maajabu, ni mazingatio kwa mwanadamu. Allah ameyapia zama kwa sababu kuna mazingatio ndani yake. Kabla ya sisi kulikuwa kuna umma nyingine, si ndio? Zimeondoka, ukaja umma wa Muhammad, na umma wa Muhammad ndani yake kuna umma ambazo zimepita. Kuna karne ya kwanza ya masahaba imepita, wakaja karne ya pili, matabi'un na wenyewe imepita, ikaja karne ya tatu imepita, ya nne imepita, mpaka tukaja sisi karne ya 10 na kitu, si ndio? Ni wenyewe utapita. Ummatun tadhhab wa ummatun ta'ti. Jamani, kuna mazingatio Allah kuwapia hapa, wal asr, na wewe zingatia hilo. Umma unaondoka na umma mwingine unakuja. Sisi leo tupo, baada ya miaka 100 inawezekana asiwepo mmoja hapa katika sisi, asiwepo. Na kama atakuwepo atakuwa katika hali ngumu sana. Saa zingine hajui ni mchana wala usiku, ni mchana wala usiku. Saa zingine hatakuwa anajua chochote kile. Ndio maana hikma ya Allah kuwapia wal asri, na apa kwa zama, na apa kwa zama, kuwa ukae uzingatie. Kuna mazingatio. Ummatun tadhhab wa ummatun ta'ti wa qadarun yanfudhu, na katika zama hizi ambazo sisi tunaishi, wa qadarun yanfudhu, na qadari za Allah zinapita. Lazima uzingatie hilo. Ni wangapi ambao wamepatwa na qadari za Allah? Tulikuwa nao, qadari za Allah zimewachukua. Wewe upo katika zama zina mazingatio. Zingatia katika hiyo zama hiyo, zingatia. Ni wangapi leo wanaumwa wako vitandani, walikuwa wana nguvu, lakini zama zimewabadilisha. Ni wangapi walikuwa wana hali nzuri ya kimaisha, zama zimebadilisha, wamekuwa sifru yadaini, hawana chochote. Ni wangapi walikuwa maskini hoe hahe, leo ni matajiri, zama zimewabadilisha. Wal asri, Allah anaapa kwa zama ili uzingatie, ujue maajabu ya zama yana maajabu yake. Wa ayatun tadhhar
na aya zinadhihiri, dalili zinazoonyesha kuwepo Allah zinadhihiri katika zama. Je, unazingatia? Wa huwa la yataghayyar, lakini zama ni zile zile, hazibadiliki, lakini mambo ambayo yanabadilishwa katika zama ni mengi. Wal asri, na apa kwa zama. Allah akaapia nini? Zama, kuwa zama zina maajabu. Lailun yaqubuhu naharun, usiku unafuatiwa na mchana. Haya ni maajabu. Usiku unakuja unafuatiwa mchana, na mchana unafuatiwa na usiku. Nayo ni maajabu. Lazima uzingatie kuwa hivi, huyu ambaye anafanya haya mabadiliko haya ya kuondoa usiku taratibu na kuingiza mchana, kuondoa mchana taratibu na kuingiza usiku, huyu ambaye anafanya haya ana uwezo wa namna gani? Usiku na mchana hauingii kama unavyowasha taa mchana ukaingia, au kama unavyozima taa usiku ukaingia. Usiku unaingia, mtu kumbe usiku umeingia. Mtu hata hana habari kama usiku umeingia. Mchana unaingia, mtu anashangaa, mchana umeingia. Hizi ni zama hizi. Wal asr, na apa kwa zama. Allah anaapa kwa zama na maajabu yake haya ya nini? Ya zama. Maajabu ya nini? Ya zama. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika aya hii, wal asri, na apa kwa zama, kuna mazingatio makubwa sana. Wanazuoni wanasema kuwa Allah tabaraka wa taala kuapa kwa zama, wal asri, sawa sawa zama zote, uhai wa dunia wote, au kwa maana kuwa Allah anaapa kwa wakati wa alasiri, ndani yake kuna kuonyesha ahamiyatul waqt, umuhimu wa kuchunga wakati, umuhimu wa kuchunga zama, umuhimu wa kutumia wakati vizuri. Tulisema kuwa Allah tabaraka wa taala akiapia kitu haapii isipokuwa kwa malengo mawili, kwa hikima mbili: imma kuonyesha ubora wa kile anachokiapia, au kuonyesha manufaa ya kile anachokiapia. Na hapa Allah tabaraka wa taala ameapia kwa zama, anaonyesha Allah tabaraka wa taala fadhila ya zama, na anaonyesha manufaa ya zama. Zama zina manufaa ndugu zanguni, na zama zina ubora, ndio maana Allah kaapia. Kwa hiyo kinachoangaliwa ni nini hapa? Kinachoangaliwa ni namna gani Muislamu anatunza muda wake. Allah ameapia muda, ameapia muda wa alasiri, Allah kaapia zama, Allah ameapia usiku, Allah ameapia dhuha. Yote hii ni kuonyesha umuhimu wa muda. Usidhani Allah ameapia tu hivi. Allah anataka kutuonyesha umuhimu wa nini? Wa muda. Kuwa muda tusiuchezee. Muda una manufaa makubwa tukiutumia vizuri. Muda una fadhila kubwa tukiutumia vizuri, tusiupoteze muda. Na hapa ndugu zanguni, ndiyo tunakutana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiongelea muda. Mtume anasema, ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas, as-sihha wal faragh wal asr. Na apa kwa zama, na apa kwa mida. Allah anaapia mida, na Mtume anasema ni'matani, neema mbili, maghbunu fihima kathirun minan nas,
zimewahadaa watu wengi neema hizo, yani hawazitumii vizuri neema hizo. Achilia mbali Allah kuwaonyesha umuhimu wa neema hizo, lakini bado hawazitumii vizuri. Umuhimu wa neema hizo utazijua pale ambapo zitakapokuondokea. Hizo neema ambazo zinawahadaa watu hawazitumii vizuri, neema gani? As-sihha wal faragha, afya na faragha. Afya ni neema, na muda ambao wewe hauna chenye kukushughulisha ni neema, na muda ambao wewe hauna chenye kukushughulisha ndio muda ambao Allah kauwapia, wal asri, na apa kwa zama. Hauna chenye kukushughulisha, unakuhadaa, hautumii vizuri, unautumia vibaya. Mtu anakaa tu pasina kuutumia vizuri muda wake, hana chenye kumshughulisha. Anaona muda huu sina kazi ya maana, nikatizame mpira, muda huu nikafanye hivi, muda huu nikafanye la hovyo. Hii ni neema. Itakapokuondokea neema hii utaijua kuwa ni neema, na neema hii ya muda ambao hauna chenye kukushughulisha ndio muda ambao Allah ameuwapia kwa kusema wal asr, na apa kwa zama. Allah ameapa kwa zama ili muda ambapo hauna chenye kukushughulisha, Allah anakutanabahisha kuwa muda huo, muda ambao hauna chenye kukushughulisha, ni muda mama sana, na muda ambao unaweza kupata manufaa makubwa na una fadhila kubwa. Wal asri innal insana lafi khusr. Angalia kwa kuzingatia muda na umuhimu wa muda ambao Allah kauwapia hapa, na wanawazuoni wanasema Allah kuwapia wal asri ni kuonyesha kuwa watu wanatakiwa wautumie muda vizuri, kwa sababu Allah haapii vitu hivi hivi tu, kuna manufaa ndani yake. Angalia hadithi hii ya Muadh bin Jabal, hadithi maarufu ambayo inaonyesha kuwa umuhimu wa kutumia muda vizuri. Allah anasema la tazulu qadama 'abdin yawma al-qiyama hatta yus'al an 4 khisal. Unyayo wa mja hautoinuka siku ya Kiyama mpaka aulizwe mambo mangapi? Manne. Ani umrihi fima afna, umri wake aliumaliza na nini? Na umri ndiyo zama. Umri wako wa miaka 60, 70, 50, 40, 30, 25, hizi ni zama. Umri wako ni mkusanyiko wa masiku, ni mkusanyiko wa mawiki, ni mkusanyiko wa miezi, ni mkusanyiko wa miaka, ndio umri huo. Bali ni mkusanyiko wa dakika, ni mkusanyiko wa sekunde. Mkusanyiko wa sekunde ndio umekufanya wewe ukafikia umri uliokuwa nao huo. Kwa hiyo ni zama hizi. Hizi zama hizi ndizo zile alizoziapia Allah tabaraka wa taala, wal asri, na apa kwa zama. Kwa hiyo hizo zama hizo ambao ndio umri wako, Allah atakuuliza uliutumia namna gani. Na Allah kisha kutanabahisha kwa kuwapia zama, wal asri, kuwa makini sana na zama. Zama ni muhimu sana, kuonyesha umuhimu wa zama. Kuwa makini sana na zama, usichezee muda hauchezewi. Ingekuwa ni kitu cha kuchezewa, Allah asingeweza kuwapia muda. Wa an shababihi fima abla, na mtu ataulizwa ujana wake aliuzezesha na nini. Ujana miaka 25, 30 ni ujana huo, na ndiyo zama, na ndiyo muda huo uliokuwa nao. Una muda gani hapa ulimwenguni? Utasema nina muda wa miaka 30. Ndiyo muda wako huo, ndiyo zama zako hizo ulizoishi hapa. Hizo zama ndizo alizoziapia Allah, wal asri, na apa kwa zama, kuwa hizo zama zina manufaa makubwa na zina fadhila kubwa.
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, na mtu ataulizwa mali yake wapi ameichuma na ameitoa katika njia gani. Wa an ilmihi ma amila fihi, na elimu yake ameitumia nini. Ndugu zanguni, hii surati al-Asr hii inatutanabahisha tutumie vizuri mida yetu, kwa sababu Allah kaapia muda, Allah kaapia zama. Lakini ukiangalia watu kila siku tunasoma wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kila siku tunasema wal asr, hatuzinduki. Kwa nini? Allah haapie zama, haapie muda, kuona kuwa muda ndiyo rasilimali yako. Allah anakutanabahisha kuwa muda ndiyo rasilimali yako. Muda ndiyo utapata akhira yako, ukaingia katika pepo ya Allah ukiutumia vizuri, au muda ndiyo utakosa akhira yako, utaingia katika moto wa Allah waliyadhu billah. Kwa nini? Jinsi gani unautumia muda wako. Kila tunaposoma wal asr tukae tufikirie kuwa hii ndiyo rasilimali yetu sisi, ndiyo mtaji wetu wa kununua pepo yetu. Hasanul Basri, kwa kuonyesha umuhimu wa muda na kwa kuonyesha kwa nini Allah, hikma ya Allah kuapia wal asr, Hasanul Basri anasema, ya ibn Adam innama anta ayyam, ewe mwanadamu wewe ni masiku tu, wewe ni masiku. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, wewe ni masiku, wewe ni zama. Kuna watu hapa Allah amejalia zama zao na masiku yao ni miaka 20, kuna wengine miaka 40, kuna wengine 50 na kuendelea. Wewe ni masiku tu. Kullama dhahaba yawmun, kila siku moja inapoondoka, dhahaba ba'du, ujue sehemu katika wewe imeondoka. Yani kana kwamba laiti Allah angekuwa anapunguza kitu katika umbile lako, kwa kila siku inapoondoka labda Allah anapunguza kidole chako. Wallahi, kuna watu katika sisi ambao tuko hapa hawajabakiza isipokuwa labda ni sikio moja tu Allah kuondoka nalo, na wewe ukawa umekwisha. Kuna watu saa zingine wamebakiza vidole viwili tu, yani kabakiza vidole viwili, au kabakiza nywele mbili au 3 au 4 au 10. Ya ibn Adam innama anta ayyam, wewe ni masiku tu, na haya masiku ndio wal asr. Na apa kwa alasiri, Allah ameapia alasiri kukutanabahisha kuwa wewe ni masiku tu. Sawa sawa, iwe masiku uyaweke kwa miaka, uyaweke kwa miezi, uyaweke kwa dakika, wewe ni masiku tu. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, kila masiku yanapokwenda, kila siku inapoondoka, jua sehemu katika wewe imeondoka. Na Allah kajalia hii ni siri yake, siri yake kuwa wewe umebakiza siku ngapi, umebakiza nini katika mwili wako, kila siku umeondoka. Kwa hiyo wala asr, na hapa kwa alasiri Allah anatuonyesha umuhimu wa nini, wa masiku, umuhimu wa kutumia vizuri haya zama tulizokuwa nazo, masiku yaliyokuwa nayo tuyatumie vizuri. Ndugu zangu katika imani, sasa hivi tuko katika masiku bora ya mwezi wa Ramadhani, tuyatumie vizuri wal asr. Na hapa kwa zama hizi, ni zama hizi Allah ameziapia kubainisha fadhila, kuwa kuna fadhila, amebainisha kuwa kuna manufaa katika zama, kuna manufaa, kuwa twende mbio kupata fadhila hizo na manufaa hayo.
Fudail bin Iyad alimuuliza, saala rajulan, alimuuliza mtu siku moja. Faqal, akamuuliza kwa kumwambia, Fudail alimuuliza mtu huyu kwa kumuuliza kuwa, kama umrak, una umri gani wewe? Faqala ar-rajul, yule aliulizwa na al-Fudail akasema, 60 sana, nina miaka 60. Hizi ndio zama, hizi ndio zama. Huu ndio wakati ambayo Allah ameyapia katika sura tuliyokuwa nayo. Huyu anaulizwa una umri gani? Akasema ni miaka 60. Faqala al-Fudail, Fudail akamwambia huyu aliyemuuliza akasema na miaka 60, akamuuliza akamwambia, fa anta mundhu 60 sana tasiru ila rabbik, wewe kuanzia miaka 60 unaenda kwa Mola wako? Kuanzia miaka 60 unaenda kwa Mola wako? Tushiku an tasil, unakaribia sasa kufika, unakaribia kufika. Sisi wote hapa tukiulizana, kila mmoja atakwambia, na saa zingine watu tunajifakharisha kwa mimi na miaka 60 bwana, wewe ni mkubwa zaidi yangu, mimi ni mkubwa zaidi yako wewe. Mwingine anataka ana miaka 60 anakuambia mimi nina 80, kuona kama vile ndio ufahari, ndio raha vile, ndio nini. Fudail bin Iyad anamwambia, wewe miaka 60 bado unakwenda kwa Mola wako, sasa unakaribia kufika. Na kila mmoja kwa umri wake aliyokuwa nayo, kwa miaka yake aliyokuwa nayo, ajue kuwa anakaribia kufika. Una miaka 20 unakaribia kufika, una miaka 15 unakaribia kufika, 30 unakaribia kufika, 60 unakaribia kufika, 80 unakaribia kufika. Kila mmoja anakaribia kufika kwa Mola wake kwa umri ambao Allah tabaraka wa taala amempa. Faqala ar-rajul, huyu mtu aliposikia haya maneno ya al-Fudail kuwa anakaribia kufika, huyu mtu akasema, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi, sisi sote, hakika sisi sote ni wa Allah na kwake tutarejea. Kama ninakaribia kufika hakuna tatizo, sisi sote ni wa Allah na kwake tutarejea. Kwa wewe wa miaka 20, jua wewe utarejea kwa Allah. Wa miaka 80 atarejea kwa Allah na anakaribia kufika. Fudaili akamwambia, man arifa annahu abdun lillah, yule ambaye anatambua kuwa yeye ni mja wa Allah. Tunasema inna lillahi, sisi sote ni wa Allah. Unatambua wewe ni mja wa Allah? Ndio. Kila anayetambua kuwa yeye ni mja wa Allah, wa annahu raji'un ilayhi, na kwamba yeye atarejea kwa Allah. Ndio maana umesema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na kwake utarejea. Ukitambua wewe ni mja wa Allah na kwake utarejea, yoyote ambaye anatambua haya, falyalam annahu mawqufun wa mas'ulun, atambue kuwa yeye atasimamishwa kwa Allah na ataulizwa kwa Allah. Atasimamishwa kwa Allah na ataulizwa kwa Allah. Falyu'idda lis-su'ali jawaba, basi aandalie maswali majibu, aandae majibu ya maswali. Ukitambua wewe ni wa Allah na utarejeshwa kwa Allah, na utasimamishwa na utaulizwa, jiandae kuwa utaulizwa, uandae majibu ya maswali ambayo utaulizwa. Hayo majibu ya maswali ambayo utaulizwa unayaandaa wapi? Unayaandaa ukiwa hapa duniani. Wakati gani? Wakati Allah kakupa umri uliokuwa nao. Wal asri, Allah kaapa kwa zama, kwa muda, kwa wakati. Allah kaapa kwa sababu gani?
ili utanabaha wewe Muislamu kuwa muda huu niliokuwa nao ndiyo naandaa majibu ya kumjibia nani? Allah tabaraka wa taala. Huyu akasema famal hila, sasa nifanyeje? Faqala al-Fudayl akamwambia kuwa ujanja ni mdogo tu, ukijua kuwa utaulizwa kwa Allah na utasimamishwa, fanya kitu hiki, tuhsin fima baqiya, fanya mazuri katika muda uliobaki. Si wala asri, Allah ameapa kwa zama, na zama si ndiyo hii uliokuwa nayo wewe, na Allah kuwapia zama anakutanabahisha kuwa zama ulizokuwa nazo sasa hivi uliokuwa nao zama hizi, muda aliyokupa Allah ndani yake una manufaa, utumie vizuri. Wal asri, na apa kwa zama, kuwa tuhsin fima baqiya, fanya mema katika zama, muda uliobaki. Wewe hujui kama Allah amebakiza muda gani kwako, fanya vizuri katika muda huo. Yughfaru laka ma madha, Allah atakusamehe katika zama zilizopita. Zama zilizopita huko ulikuwa na mapungufu mengi sana, japokuwa Allah aliyapia na kukutanabahisha, lakini sasa hivi umezinduka, umeambiwa Allah ameyapia kwa zama. Hakuwapia hivi hivi, ni kutaka kukutanabahisha kuwa utumie vizuri muda wako. Sasa fanya vizuri, muabudu Allah katika muda huu uliokuwa nao, Allah atasamehe katika muda uliopita. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, mema utakayoyafanya sasa hivi Allah atafuta maovu uliyoyatanguliza. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, hakika wewe ukiendelea kufanya maovu katika zama ambazo Allah amekupa alizokubakizia na huwezi kujua, ukaendelea kufanya maovu, ukhidta fima madha wa ma baqiya, Allah atakuchukulizia katika zama ulizofanya mbovu zilizopita, na Allah atakuchukulizia katika zama hizi ambazo ulizokuwa nazo. Allah madhambi yote Allah atayachukua. Allah atakuadhibu kwa madhambi yaliyopita na madhambi ambayo unayafanya sasa hivi, baada ya kutanabaha, kuzinduka kuwa muda sio wa kuchezea. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala alipoapia wal asri, na apa kwa zama, anataka kututanabahisha kuwa zama sio za kuchezea. Zama usione tu hivi zinakuja, mchana unakuja usiku unaondoka, eti zinakuja ukadhani tu ni kawaida. Hapana, Allah anataka kututanabahisha tutumie vizuri zama, nyakati tuzitumie vizuri. Allah haapii kitu hivi hivi bure bure tu, ndani yake kuna manufaa makubwa ukitumia vizuri, na ndani yake kuna hasara kubwa kama hujatumia muda vizuri. Na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema, ra'aytu umuma al-khalaiq yadfa'una az-zaman, nimeona watu wengi sana, japo kuwa Allah ameyapia kwa zama za aina tofauti ikiwemo al-asr, lakini nimeona watu wengi sana wakiwemo Waislamu wenyewe wanazitupa tu, hawajali mida yao, hawaijali. Anaweza kukaa sehemu anapiga story muda mrefu tu, anatoka msikitini anaenda anapiga story muda mrefu tu. Laiti muda ule angekaa na kusoma Qur'an, laiti muda ule angekaa na kusikiliza darsa, laiti muda ule angekuwa anafanya adhkari, laiti muda ule angefanya cha kumkurubisha Allah, ingekuwa ni jambo la kheri sana. Nasema nimeona watu wanazipeleka tu zama zao tu, hawajali, hawazichungi zama zao. Tena anasema daf'an ajiba, wanaishi katika zama
na hawajali zama mida yao tena kwa ajabu kabisa. Wanaishije? In tala al-layl, endapo usiku ukiwa mrefu wanapoteza muda huo wa usiku kuwa mrefu. Fa bihadithi la yanfa, wanakaa wanapiga story ambazo hazina manufaa. Kwa la usiku mrefu sana, hebu ngoja tupige story kidogo. Anasema unapoteza muda wako. Allah kaapia muda, na muda ndio rasilimali yako. Unaonaje muda huo usiku mrefu ungeutumia kuwa Allah akakupa fursa ya kusimama usiku, kumwabudu usiku, kusoma Qur'ani usiku, kufanya adhkari usiku, kufanya ibada za aina mbalimbali. Sikakupa usiku mrefu, unataka kupunguza usiku wako kwa maongezi tu, kwa kufanya vitu ambavyo havina maana. Kwa nini usipunguze usiku wako kwa kujikurubisha kwa Allah, kufanya ibada? Nasema watu unaona namna hii, usiku mrefu anaumaliza kwa maongezi. Anasema fa in tala al-laylu, usiku ukiwa ni mrefu anaumaliza kwa nini? Kwa kulala tu usiku, kwa kulala. Na mchana ukiwa mrefu anaumaliza kwa nini? Kwa maongezi ambayo hayana nini? Hayana faida. Usiku mrefu analala tu usiku mzima, anajigeuza huku anajigeuza huku, bado anajigeuza. Unaonaje ukiutumia muda huo? Ukiona usiku mrefu, kumbuka kuwa Allah ameapia nini? Zama. Ametutanabahisha kuwa zama ndio rasilimali yetu. Wal asri, na hapa kwa zama ndio rasilimali yako. Zama, pepo yako huinunui, unainunua kuitumia zama kwa kufanya ibada. Ibada utaifanya ndani ya zama, itumie vizuri. Mchana umekuwa mrefu, unaitumia kwa maongezi tu, story ambazo hazina maana. Unaonaje mchana huo ukikaa kwenye madarasa, mchana huo ukakaa msikitini ukasoma Qur'ani, ukajikurubisha kwa Allah kwa ibada za aina mbalimbali? Mchana huo umeitumia zama zako vizuri. Al-Imam akamalizia kusema fa Allah fi mawasimil umri, jamani, Allah katika misimu ya umri. Umri wako ndugu yangu ni zama, utumie vizuri. Wal bidara qabla al-fawat, na haraka za jamani, tumia zama haraka kwa manufaa mengi tu. Qabla al-fawat, kabla ya muda kupita. Zama hizi tulizokuwa nazo Allah ameziapia, lakini ipo siku tutataka Allah atupe walau zama kidogo tu, mtu kwa kumwambia Allah rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mtu atadai apewe muda kidogo tu. Lau akhartani ila ajalin qarib, nipe muda mdogo tu, nipe muda mdogo. Lakini huo muda mdogo ambao unauomba sasa hivi ndio ule muda ambao Allah alikuwa kisha uwapia kule kwa kusema nini? Wal asri. Allah alikutanabahisha. Allah haapii kitu isipokuwa kinakuwa hicho kitu kina manufaa makubwa sana. Allah kaapia zama kwa sababu ndani ya zama kuna manufaa makubwa. Usidhani kaapia hivi. Kwa hiyo mafunzo tunayoyapata katika sura hii, asa haya hii ya kwanza Allah kaapa kwa kuwapa wal asr, na apa kwa zama. Wal asr, na apa, Allah kaapa, na Allah anaapia kwa viumbe vyake anavyotaka. Amma al-makhluq, ama kiumbe mwanadamu haruhusiwi kuapia isipokuwa kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Vile vile tunapata faida katika aya hii wal asri, kuwa ahamiyatu, umuhimu wa kutumia muda vizuri. Jamani, muda ndiyo rasilimali yetu. Sababu ya kuingia peponi ni kwa yule mtu ambaye ametumia muda wake vizuri. Ametumia muda wake Allah aliyompa muda wa afya, kautumia vizuri. Katumia muda wake Allah aliyompa muda wa umri wake, kautumia vizuri. Katumia muda Allah aliyompa
muda wakati ana mali kautumia vizuri. Muda kwa maana ya muda, tusidhani tukizungumza muda tunazungumza muda wa wakati tu, muda wote. Kuna watu sasa hivi wana muda, Allah kawapa muda wa afya nzuri, wal asri, muda huo tumia vizuri. Sasa hivi kuna watu ambao Allah kawapa muda wa kipato, muda huo ambao Allah kakupa ndio wal asri, huo Allah ameuwapia muda huo utumie vizuri. Bali Allah katupa muda wa umri wetu, tuna miaka 25, 30, 50, 60, 70, hatujui muda uliobaki. Huu muda ambao Allah kakupa sasa hivi wa dakika 10, 20, huu ndio muda wako, huu utumie vizuri. Wanasema mwanadamu ana mida mitatu tu, ana mida mitatu, na ndiyo zama hizo. Kuna muda uliopita, huo umepita. Kwa umefanya kheri ni kheri, shari shari, huo ndio umepita, huo huwezi kurejesha tena. Na muda wako sasa hivi, huu ndio muda wako, huu sasa muda wako, huu ndio muda wako sasa. Na muda wa baadaye, huu ni muda wa baadaye, huu hauna uhakika, je utakuwa wako au ni wa wengine. Kwa katika mida mitatu, mwanadamu ana uhakika wa mida mingapi? Miwili tu. Alikuwa ana uhakika wa muda uliopita, ana uhakika nao umeshapita huu. Na huu muda ambao tunaongea sasa hivi, huu muda ndio una uhakika nao, huu ndio utumie vizuri. Baada ya hapa ukatoka hapa, huo muda huo ndio una uhakika nao, utumie vizuri. Amekupa masaa mawili, huo muda ndio una uhakika nao, utumie vizuri. Huo ndio wal asri, Allah ameuwapia sasa huo muda, Allah ndio kauwapia, utumie vizuri. Una manufaa kwako wewe na una fadhila kwako wewe. Ama muda unaokuja, huo muda sio wako, huo muda sio wako. Tunapanga tu, kesho nitafanya kadha wa kadha, lakini inawezekana hiyo kesho ikakukuta wewe haupo juu ya mgongo wa ardhi kabisa, haupo kabisa. Ni wangapi ambao wameamka asubuhi wako vizuri tu, lakini jua limezama, umeshaingizwa katika makaburi yao? Wangapi? Wangapi wameamka asubuhi wako vizuri kabisa, jua limezama, wako kwenye friji za mochwari? Wangapi? Na walikuwa wana mipango kuwa usiku mimi nitafanya kadhaa, au baada ya muda nitafanya kadhaa, lakini huo muda ulikuwa ni wa wengine. Kwa hiyo wal asr, na hapa kwa zama nini? Allah anatutanabahisha tutumie zama vizuri. Zama za afya tutumie vizuri, zama za kipato tulichokuwa nacho tutumie vizuri, zama za umri wetu ambao Allah katupa, na hakuna mtu ambaye anajua umri wake ni kiasi gani. Saa zingine sasa hivi umebakiza masaa tu, miaka yako 30, unasema na miaka 35 sasa hivi, kumbe umebakiza masaa tu kukamilisha hiyo miaka 35 ambayo Allah kakupa. Kwa sababu gani? Wewe ni masiku, mwanadamu ni masiku. Kila siku inapoondoka, imeondoka sehemu katika wewe. Sasa hatujui, sijui mimi nimebakiza sehemu gani. Inawezekana ndio sehemu ya mwisho ambayo Allah, siku ya mwisho ambayo inakwisha, kumbe ndio inaondoka na wewe moja kwa moja. Wal asr, na hapa kwa zama. Allah ameapa kwa zama kututanabahisha tutumie zama vizuri, na zama ndiyo rasilimali yetu. Inshallah kwa leo tuishie hapa. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.